kwamba unauliza kwa nini biashara kubwa huwa inaonekana kama ni idea ya mtu mmoja. Iko hivi, kwenye kila kitu lazima kuwe kuna mtu tunayemuita mbeba maono, mtu mwenye vision. Huyu mbeba maono ama mtu mwenye vision ndo mtu ambaye anayefanya biashara ama kampuni na ukubwa wake wote anaibeba mabegani. Hii inamaanisha nini? Mara nyingi huwa nawaambia watu wanakuja kusajili kampuni kwangu, hamwezi kuweka share sawa kwamba mpate gawio sawa kati ya wewe na wewe, hata kama mko wawili, kwamba 50-50, hata kama mnaenda kufanya biashara pamoja. Kwa nini? Lazima awepo mtu mbeba maono. Mnafikiri hiyo vision mmekaa chini kwa pamoja eti akili zikaja pamoja? Hapana, lazima mmoja alikuja na wazo akamshirikisha mwenzake, mwenzake akaona vizuri, ukuta huyo aliyeshirikishwa ana uwezo mzuri wa kuweza kuchambua jambo, lakini mwenye maono lazima awepo. Na mwenye maono ndio huwa anakuwa na uchungu, kwa sababu yeye anaijua vizuri idea, yuko radhi kwenda kwa umbali mrefu kupata matokeo fulani na kuhakikisha anapata kile kitu anachokitaka, kwa sababu yeye ndo anajua kitu anachotaka. Hakuna kitu ambacho kinatokea eti kwa wakati mmoja. Lazima mmoja atakuwa ana mwenye vision na maono, na huyo mmoja ndo anahuwa anabeba hatima. Kampuni inakufa au inakufuka au inaendelea, huyo mmoja. Asipokuwepo huyu, biashara inakufa. So kwenye biashara yako, tukirudi kwenye personal level, kwenye personal level, wewe kama uwezi kukubali kuanzisha kitu chako mwenyewe na ukapambania hicho kitu chako na kuweza kufikia stage ya kuweza kuwashawishi wengine waje kwenye kitu chako, hicho kitu hakipo. Iko hivi, a leader anaanzisha kitu alafu anawashawishi watu wengine waje kwenye mission yake aliyoanzisha. Huyo ndo leader. So ili uwe leader kwenye vision yako, lazima ukubali kwanza kuisimamisha mwenyewe, alafu washawishi watu wengine ndo waje. Sio eti na idea hii unawaambia tu watu kama wenyewe ndo wataipenda au wasipende waje. Rafiki yangu, you're wasting your time. Lazima ukubali kwanza kuwaita watu waje kwenye vision yako, kwenye idea yako, kwenye kitu chako. Wakishakuja wanakukuta wewe mbebe maono upo, kwa hiyo wanafuata vitu kutokana na maono yako. Kwa hiyo wao wakija ndo watakuja, unakuwa na manager. Kwa tofauti kati ya manager na leader. Kwa mfano kwenye train, manager anasimamia train ifike saa ngapi na kutoka saa ngapi, nani aingie nani asiingie. Lakini a leader yeye ndo anadecide train iende kulia au iende kushoto. Uelekeo wa train inakoenda ni kiongozi ndo anajua, lakini na train inafika saa ngapi, nabeba abiria saa ngapi, nabeba saa ngapi, natoka saa ngapi, huyo ni manager. Sasa huwezi kuwa na vision yako afu ndio kuwa na akili za manager. Mimi tutahakikisha hivi tumeendaje, wewe pambania tu mambo yaende. You're not serious.